Kanisa na wasalimu yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jackson Maunda na Yesu ni mwongozi wa maisha yangu. Leo ikiwa ni Jumapili, ibada ya leo inaongozwa na kamati ya kama ambao imepangiwa na mchungaji wetu tunayempenda na tunashukuru. Na zote tunawakaribisha nyote mkiwa hapo nyumbani, hapa kanisani na hata popote mlipo, tupate kushiriki pamoja nasi na tupate kuona utukufu wa Bwana. Bwana Yesu apawe sifa. Leo pia vile vile nitawakumbusha wanaume, kwa vile ni siku ya kama, theme yetu inasema kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, na inatoka katika kitabu cha Yoshua mlango ule ukiwa wa 24 mstari wa 15. Karibuni nyote. Basi ikiwa leo ni Jumapili, leo ni Jumapili ya 5 wakati wa Pentekoste, tutaomba sala yetu ya leo. Baba wa rehema, tujalie ya kwamba sisi zote tunakupenda, tuweze kusikia habari njema za Yesu Kristo na kuzishika mioyoni mwetu. Maneno yako kwetu sisi yawe kama mbegu zinazoanguka kwenye udongo mzuri. Na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunajileta pako mkononi Mungu asubuhi ya leo, tukiomba neema na uwezo wako ukapate kuwa nasi katika ibada hii. Mungu wa rehema, utujalie tunapokuwa hapa kanisani, tunapokuwa nyumbani kwetu na hata katika sehemu zote tuliyoko Bwana. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kutawala, nguvu zako zishuke, mamlaka yako yapate kuwa nasi katika ibada hii Bwana, kupitia katika mwongozo, kupitia kwa mahubiri na vyote ambavyo vitendeka mahali hapa Bwana. Wacha tuone mkono wako Bwana. Baba rehema, tunapoanza na wewe na hata kumaliza na wewe, sifa na tutakupa wewe. Na haya yote tunaomba tukiamini katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Na pia leo ikiwa ni Jumapili ambayo inaongozwa na wanaume, tutasema sala ambapo Mtakatifu Petero anaidhinishwa peke yake. Na tuombe. Ee Mungu mwenye enzi, uliyemuongoza mtume wako Simon Petro amsujudie Yesu kuwa ndiye Kristo, tena mwana wa Mungu aliye hai, lijenge Bwana kanisa lako juu ya mwamba huu, kwamba katika umoja na amani litangaze kweli moja na kufuata Bwana mmoja, mwanao mkombozi wetu Kristo, aishie na kutawala pamoja na wewe katika umoja wa Roho Takatifu, Mungu mmoja, sasa na hata milele. Amina. Basi tutakaa tupate kusikia somo letu la leo ambalo linatoka katika Methali, na hili somo ndio litambatana na mahubiri ya leo. Methali ikiwa ni mlango wa 23 mstari ule wa 22 na 23. Kitabu cha Methali mlango wa 23 mstari wa 22 na 23, na nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Inunue kweli wala usiuze, na hekima na mafundisho na ufahamu. Na hilo ndilo neno la Bwana. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ya sifa na utukufu, wakati na majira haya Bwana tunapoenda kulisikia neno lako, itumie upendavyo Bwana kwa utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Jumapili ya leo
Ni Jumapili inayoongozwa na wanaume. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru uongozi wa kanisa, wanakamati wanaume kwa kunitunuku siku ya leo kuweza kuzungumza nanyi neno la Mungu. Kwa jina langu naitwa James Kailo Dida, zaidi yote nimeokoka. Ujumbe wa leo tunaoenda kuzungumza, tunaenda kuangalia kanuni zinazoonekana na zinazotakikana kwa mwanamume. Na katika sehemu ambayo tumeweza kusomewa, Sulemani anaonya kwa wale wote ambao siku ya leo mnanisikiliza katika mtandao ya kwamba Baba anatusii siku ya leo, jinsi vile ambavyo imenukuliwa katika kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 12 na 13, ya kwamba waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na ndiposa siku ya leo, ikiwa Baba wa mbinguni anazungumza nasi asubuhi ya leo, ya kwamba tukaweze kuzishika hizi kanuni za Baba yetu anayetuzungumzia siku hii ya leo katika maisha yetu. Na ndiposa kuna jambo moja ambalo kuna mwimbaji aliimba akasema kwamba baba akawe askofu, mama akawe mchungaji, na watoto akawe wainjilisti. Siku moja mwanangu akanishangaza, akaanza kuimba akasema kwamba baba awe askofu, mama awe mchungaji, na mtoto awe wa ibilisi. Yaani akashindwa kutamka mwinjilisti, akatamka wa ibilisi. Sasa tunapoenda kuangalia katika hivi vifungu katika Biblia ya kwamba wewe ukiwa mwana wa Mungu na baba yako akawa anazungumza na wewe siku ya leo, je, utakuwa mwinjilisti ama utakuwa wa ibilisi? Kanuni ya kwanza ni kwamba baba uwe mwalimu wa kwanza wa mtoto wako. Na hii tunaipata katika kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6, ambayo inatuambia kwamba mlee mwanao katika njia za kumjua Mungu, hata atakapokuwa mzee hataweza kuacha mafundisho uliyofundisha mwanao. Lakini ni wangapi siku ya leo wanaochukua hilo jukumu? Hasa sisi wa baba tumewachia jukumu hili wazazi wetu, tumewachia jukumu hili serikali, tumewachia jukumu hili walimu, tumewachia jukumu hili watu mbalimbali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, ambapo hapa tatizo kubwa ambalo linatukumba wanadamu siku ya leo, hasa haya mashirika ambayo yasiyo ya kiserikali. Na ndipo hata sahihi tunaona kwamba watoto wamepata mafunzo ambao kwa wakati huu ambao tuko katika hali ambayo shule zimefungwa. Juzi nikaona klipi imetumwa inaonyesha kwamba wazazi wamebeba watoto wao wakiwa wajawazito, wamewapelekea mwalimu kwake nyumbani, akisema kwamba wewe mwalimu umekuwa na hao watoto miaka nenda miaka rudi, hatujawaona na ujauzito, lakini sasa hivi tumekaa nao tu miezi miwili wako na ujauzito, kaa nao wao. Yaani wamekosa maadili yao ya kuwafunza watoto wao njia zinazowapasa katika kumtumikia Mungu. Kanuni ya pili tunaiona katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 2 hadi wa 3, kitueleza ya kwamba sisi ni barua. Kwa hivyo inatupasa kwamba tukawe mfano mwema. Je, wewe baba, ni jambo gani ambalo mtoto wako siku hii ya leo anaweza kujifunza kutokana na kwako? Tabia zako, mienendo yako unayoyafanya. Majabu ni kwamba watoto wetu siku hii ya leo, yani wako werevu kutushinda ile miaka ambayo sisi tulirevuka kitambo. Manako mtoto wa miaka 5 anaweza kueleza mambo ambayo hata wewe huyajui. Na tusipo
kuonyesha mifano mizuri, mienendo inayompasa Kristo katika maisha yetu, tutajipata kwamba tunapotea. Kanuni ya tatu ni kwamba tukaweze kuwapa mahitaji watoto wetu, ambayo hii inapatikana katika Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8. Paulo anatuambia kwamba asiyejukumika kuweza kuwatosheleza familia yake, yani analinganishwa afadhali mtu yule ambaye haamini kuliko mimi na wewe ambaye tunaamini. Maana hapa, ijapokuwa wakati huu tuko na janga la corona ambalo limetuzonga katika maisha yetu, biashara hakuna, kazi hakuna, lakini wapendwa, maandiko yanatusisitiza ni vigumu sana, na mimi mara nyingi sana huwa nakuwa challenged na hasa hawa watu ambao hawana imani. Mlevi yeye kama ni mlevi, siku zote akienda kwa baba la Mungu analewa, hata kama hana shilingi atalewa na atarudi nyumbani. Wametushinda sisi wa Kristo tunaojiita kwamba walokole. Mwenzako anapitia tatizo, mwenzako yuko na shida, lakini hata hujukumiki, hayakuhusu mbele wala masikio. Na niposa hapa mimi na wewe tukiwa baba, na niposa hata serikali yetu inatukumbusha kwamba wakati huu ni wakati mgumu. Je, wewe baba ambaye uko hapa unayesikiza siku ya leo, umeshawahi chukua jukumu mbali na kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki nacho, kuangalia yule ambaye hana, ukaweza kumsaidia? Na wewe ambaye pia huna, usiendelee kubaki tu nyumbani tu hivi. Toka nje ujishuhudishe. Maana huko unapojishughulisha utakutana na rafiki yako, atakwambia kwamba hapa kuna kibarua ya mjengo tufanye. Usikae tu nyumbani, ili ukaweze kutumika kwa ajili ya familia yako. Kipengele cha 4 ambacho kinapatikana katika kitabu cha Mithali mlango wa 13 mstari wa 24, ambayo inatuambia kwamba sisi wazazi, sisi kina baba, tukaweze kuadhibu watoto wetu. Maana tunapo baba anayempenda mtoto wake, maandiko ndivyo yanasema kwamba yeye anamwadhibu kwa fimbo, lakini anayemchukia mtoto wake yeye humwacha. Na ndiposa hiyo ndio shida ambayo tuko nayo siku ya leo. Jana tukiwa katika runinga, washauri wetu wakawa wanatueleza kwamba wale wanaume wasiojukumika, yeye hana siku ya masika, yeye hana wakati wa mvua, yani wakati wote hana. Na ndiposa hapa tunaona kwamba hata heshima, mwanao atakudharau. Anapokudharau mwanao ndani ya nyumba, hakuna heshima. Hata wewe mwenyewe kuchukua fimbo kumwadhibu mtoto wako, unaona haya, unaona aibu, kwa sababu wewe mwenyewe hauchukumiki. Lakini unapochukumika, hata unapokohoa tu mtoto lazima, hata kama lile jambo analofanya, ataanza kujiangalia kwanza, am I doing the right thing? Nafanya kitu kizuri, ni wakati unaofaa. Na tunapoendelea kuwatelekeza watoto wetu, ndipo sasa tutaweza kuwa na hili shida ya mimba za mapema, majanga ya watoto wetu kuathiriwa na madawa ya kulevya. Hayo ndio mambo ambayo tusipo chukua fimbo yetu kuwarudi watoto wetu. Manake baba anayempenda mtoto wake kumrudi. Hata wewe siku ya leo unaweza kuwa changamoto unazopitia, unapo mahali baba wa mbinguni anakuadhibu. Baba wa mbinguni anakuadhibu, na wewe mwenyewe ndio unajua yale ambayo umeyatenda siyopendeza machoni pake kwa Mwenyezi Mungu. Ni siku ambayo tuko hapa kuelimishana na kuelezana ya kwamba tukaweze kunyenyekea mbele zake Mungu na kumwomba, Bwana, ni wapi nimekosea? Inatosha. Nielekeze katika njia ambazo zinakupendeza. Kanuni ya 5 nasema kwamba tukaweze kuwa na wakati na watoto wetu. Musa katika kitabu chake
cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9 unazungumzia jinsi vile Musa alivyokuwa anazungumza na wana wa Israeli, akiwaonya katika maono ya jinsi inavyowapasa kutembea na Mungu. Kuna mahali ambapo Musa, soma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 14, unakukuta kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wanafuatwa na jeshi la Farao, wakikaribia kuvuka mto wa Yordani, wanamwekea Musa, wanamuuliza swali ngumu sana. Wanamuuliza kwamba kwani kule Misri hakukuwa na makaburi ya kutuzika, mpaka umeona kwamba afadhali tulete hapa, tuje tufe hapa jangwani? Yaani watu ambao walikuwa wamekata tamaa, wanaona upweke. Lakini hapa tena katika mlango, katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 9 tunatuambia kwamba tukawe na wakati. Maana hapa sasa ilimbidi Musa akawalete karibu wana wa Israeli, awelekeze kuomba kwamba Mungu ana mpango mzuri katika maisha yao, katika huduma zao, katika kazi zao, wasikate tamaa. Wakati mwingine katika maisha tukipitia changamoto fulani, tunapoteza mwelekeo, tunapoteza dira ya kutuelekeza katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Maana Yesu akauliza swali, akasema kwamba itafaidi nini mwanadamu akaweze kurithi vitu vyote vya ulimwengu huu, lakini ufalme wa mbinguni akaweze kukosa? Akasema kwamba ni afadhali kama ni mkono huu utasababisha nikose mbingu, afadhali ni ukate. Sasa haya ni mafundisho ambayo yanatupasa sisi kina baba, na jinsi ambavyo baba yetu wa mbinguni anazungumza nasi siku ya leo, ya kwamba tukaweze kuyafahamu, tukaenende katika njia zinazopendeza Mwenyezi Mungu. Kila mahali tunapopata changamoto, tumuulize baba wa mbinguni, unazungumza nini katika maisha nayopitia siku ya leo? Ni mahali gani ambapo yawezekana kwamba nimekosa? Kwa sababu hata janga hili la corona, unaposoma katika kitabu cha Hesabu mlango wa 16 kuanzia aya mstari wa 40 hadi 50, hapo unakuta kwamba wana wa Israeli, kuna wakati kulikuwa na tatizo la tauni. Musa akazungumza na ndugu yake Haruni, akaweza kumwambia kwamba mahali pale ambapo kulikuwa na ile tauni, wakachukua vyetezo, wakaweza kuweka ufumba, wakafukize na wakamwomba Mwenyezi Mungu mahali pa kutanika, na Mungu ataweza kuondoa ile janga. Ijapokuwa katika maandiko na kwamba watu 14,700 waliaga katika ile tauni, lakini walipomrudia Bwana na kuona mafunzo waliopokea ya kumrudia Bwana, maandiko yanasema kwamba Mungu alisikia sala zao na akaliondoa lile janga la tauni lilikuwa likikumba taifa lile la wana wa Israeli. Na ndipo siku ya leo tunaporudi katika mafunzo yake Mwenyezi Mungu, tukamwombe baba wa mbinguni akaweze kutuelekeza, tukaweze kupona hasa katika janga hili la corona. Kanuni inayofuata ni kwamba tukaweze kuwa na huruma wa baba. Hapa ndo mahali ambapo Daudi anazungumza katika kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa 13, sema kwamba jinsi vile baba yetu wa mbinguni anavyotuhurumia na sisi pia tukaweze kuwa na huruma. Lakini utapata kwamba wababa wa siku hizi huruma hawana. Yaani mimi hapa huchukua tu picha moja ya kwamba yani baba na mama wamefanya mpango, na kwa neema yake Mwenyezi Mungu mama akapata ujauzito. Utampata mama yeye ndiye amebeba ujauzito, akienda kliniki yuko peke yake, akiwa yuko peke yake, baba yeye hata hana huruma, hakuna. Haya basi, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu amemwezesha kabisa, amebeba ujauzito wake miezi 9, amemaliza, amejifungua. Basi hapo ndio kuna kibarua, hapo ndio kuna kibarua.
Lakini Mungu naye pia hapo pia amemsaidia. Hata nikosa wachungaji hapo wanapobariki watu wasema ukamwepusha na kifo. Yaani huwa si kazi rahisi, lakini baba wengine hata vile baba mama anaumwa hana habari, huruma ni hakuna kabisa. Yeye tu anasikiza. Ushajifungama bado? Wapendwa, baba wa siku ya leo, hebu tuwasaidie hawa mama zetu. Kweli ni wavumilivu, lakini atupasa tukaweze kuwa na huruma. Hiyo sitoshe, mtoto atapata mama. Hata siku anakuja hapa kanisani kutoa shukrani, utampata mama amebeba mtoto, amebeba handbag. Wakati mwingine kuna vifiko vingine vitu vya kwa nini amebeba. Yaani baba haonekani. Sasa huwa ninashindwa, wa baba mko wapi? Huruma hakuna. Napokuwa na huruma, hivi vipengele vyote ambavyo nimesoma juu lazima itakuwa ndani yako automatically. Ya 7 inasema hivi ya kwamba tunayoyazungumza, na hii inapatikana katika Yakobo mlango wa 1 sura 22. Tunayoyazungumza, kunao wababa wengi ambao anapoanza hapa akisimama akizungumza tunaona kama ni malaika, lakini matendo yake ni tofauti na yale anayozungumza. Na ndiposa hapa tunahimizwa ya kwamba hata kuna wengine wanasema kwamba unahubiri asali, lakini kinachoingia ndani ya mdomo ni shubiri. Sasa shubiri na asali ni vitu ambavyo vinakanganya sana, na ndivyo baba wengi tulivyo. Unapomwona hapa kanisani alikuwa anasema kwamba jamani, hakuna siku ya hatari kwa mwanadamu kama siku ile ambayo yuko peke yake. Hakuna dada anayekuona, hakuna mzee mkwa anayekuona, wewe uko peke yako. Baba, shughuli zile ambazo uko peke yako unazozifanya. Manake hapa sasa ndio hapo tunaona. Manake hapa Yakobo anayozungumzia ni kwamba yale maneno mazuri leo unaona kwako. Manake hapa kanisani, we are ready going to heaven, our journey is ready. Lakini unapoangalia ukiwa peke yako, watu wanakushangaa. Ashukuru mtumishi mmoja akasema kwamba unayo filamu itaonyeshwa siku ya mwisho. Mpendwa, itakapoonyeshwa, je, utakuwa tayari nikaweze kuiona? Kanuni inayofuata ni kanuni inayosema hivi ya kwamba tusikate tamaa kwa mambo ambayo tunayapitia. Na hii tunayapata katika Luka mlango wa 15 mstari wa 20 hadi 24. Tunamuona pale mwana mpotevu alipoenda kwa baba yake, akaenda dai kilichokuwa chake, na akaenda kutapanya. Maana Yesu kwamba alienda akatapanya kwa nasa na mambo mengi, lakini baba hakumkana aliporudi. Na ndivyo tulivyo siku hata hii ya leo. Haijalishi mpendwa, maisha yako umeishi namna gani, haijalishi menendo yako iko namna gani, haijalishi mahali ulipo uko namna gani. Siku ya leo nataka ukajue ya kwamba Mungu bado anakupenda kwa jinsi ulivyo. Yaweza kuwa kweli tunakuona kwa kanisani, lakini wewe ni mlevi, unafanya ushirati, unafanya mambo yasiyopendeza machoni pake Mwenyezi Mungu. Lakini baba ni mwenye huruma na ni mwenye upendo. Siku ya leo anakuita kama jinsi vile alivyomkaribisha kwake mwana mpotevu. Baba yetu wa mbinguni hakati tamaa kwa ajili ya maisha yako na maisha yangu. Mpendwa, unayesikiliza, unayenitazama, unapitia jambo gani ambalo unasema kwamba, kuna wengine wanasema kwamba kuna kitu kimoja bado sijakifanya, nikimaliza hiyo ndio nitampokea Kristo. Hapana, siku ni leo mpendwa. Baba anakuita. Ni ya mwisho tunaenda kumalizia ni kwamba wababa tukaweze kuombea watoto wetu, na hii tunaipata katika kitabu cha the book of Chronicles, the first Chronicle, Mambo ya Nyakati wa kwanza
mlango wa 29, mlango wa 19, tunamuona hapa Daudi akimuombea mwanawe Solomoni. Ndiposa siku ya leo navyoadhimisha siku ya wababa, na waomba kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, hata ijapokuwa wewe hujachukua jukumu la kuombea watoto wako, ni wakati nimekupasa siku ya leo tukawezi kuombea. Manake ukiangalia katika Daudi ndipo ambapo tunaona kwamba katika shina lile la Daudi ndiposa kulipatikana chipukizi aliyokuwa ulimwengu wote, aliyokuwa dunia yote, ambaye ni Yesu Kristo. Na ndiposa siku ya leo tutakaposoma katika maombi, na ndiposa tunaposoma katika Injili ya Yohana 15 na kutuambia kwamba nyakati hizi za Yesu Kristo, na kwamba Yesu Kristo alituahidi kwamba tukaombe lolote bila kukoma, na jambo lolote ambalo linakuwa ngumu kwako mwanadamu, kwa Mungu lawezekana. Marko naye mlango wa 10 mstari wa 28 anasema kwamba tuombe lolote, hata yale ambayo kwetu sisi wanadamu hawezekani, kwake Mwenyezi Mungu yanawezekana. Baba wa mbingu, tuko mbele zako asubuhi ya leo, tunakuomba kwa rehema zako jinsi umezungumza pamoja nasi. Je, siku ya leo ukiwa wewe ndiwe Baba na mimi ni Mwana, nasonga mbele za uso wako, tusaidie ili Baba wa mbinguni kanuni hizi tukaweze kuzikabidhi kwa watoto wetu, na hata yule ambaye amenisikia siku ya leo. Yawezekana kunayo mambo wanaopitia, kuna vizazi na vizazi wanaopitia changamoto nyingi, lakini jinsi neno lako limetuhimiza kwamba tukaweze kuomba. Nimesimama kwa niaba ya baba wote, nikiomba kwa ajili ya kanisa lako, nikiomba kwa ajili ya wanao wa Emmanuel ambao inawezekana wakati huu kunazo changamoto wanazopitia mbalimbali ambao hatuwaoni, lakini wewe Bwana unawaona. Shuka asubuhi ya leo, kutana na kila matamanio yao ewe Baba wa mbinguni. Wengine ni wagonjwa, wahitaji uponyaji asubuhi ya leo. Wengine Bwana wanahitaji ukapate kuinua katika biashara zao. Jehova, Baba ushie na kutawala. Tawala kanisa lako asubuhi ya leo. Wabariki wachungaji wetu, bariki kanisa lako, ili Mwenyezi Mungu tukawe na furaha ya kwamba wewe ni baba yetu, ukaweze kutufurahia utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu abariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni asante sana kwa neno ambalo limetoka, ambalo linatupatia changamoto na kututia moyo. Kwa hivyo tunapoendelea kulizingatia, tuombe Mungu atupatie nafasi kuzingatia yale kanuni ambazo tumehubiriwa leo hapa kama wanaume. Ninasimama mbele yenu kutoa matangazo ya kanisa siku ya leo. Kwanza, matayarisho ya kufungua makanisa. Hii itakuwa tarehe 14 mwezi wa 7 hapa kanisani. Kuna circular ambayo tulitoa katika HBCs. Kuna circular ambayo katika circular hiyo ilikuwa tumeshauriana na baba askofu ya kwamba tukaweze kutayarisha makanisa yetu baada ya rais kutangaza. Na kama tusikiza hotuba ya rais vizuri, alikuwa anasema kwamba alipatia siku 14 ili kwamba tukaweze kufungua makanisa. Kwa hivyo tukaangalia siku 14 alizotupatia, basi kanisa litafunguliwa rasmi siku ya ibada tarehe 19. Wakati huo wote kuanzia tarehe 14 na kuendelea ni matayarisho ya kufungua kanisa, na matayarisho hayo yataambatana na zile kanuni za idara ya afya ambayo tumepewa, ili kwamba kila kanisa likaweze kutimiza ile protocols, ndipo tukaweze kufungua kanisa. Kwa hivyo tarehe 14 ndio tunaanza maandalizi yetu rasmi ya kufungua kanisa. Na pia kama tunajiandaa kufungua kanisa, na waalika rasmi
wanakwaya wakaweze kurudia kwanza tarehe 14 kurudia mazoezi yao hapa kanisani, kwa sababu tukianza ibada tutaanza ibada zetu full kama vile ambavyo tumeziweka, japo tutakuwa kuna upungufu wa masaa, lakini tutaziweka vizuri hayo masaa mpaka yaandamane na ule wakati. Kwa hivyo ninawaalika choir director na wanakwaya wote kuanzia tarehe 14 wakaweze kuhudhuria mazoezi ya ibada. Matayarisho yote kama nilivyozungumza yatafuata idara ya afya. Matayarisho yote ya kwa kanisa yatafanana na ibada ile na mwongozo wa idara ya afya ambao tuko nazo, na tutawekea vizuri sana katika kila pahali hapa kanisani, wakati wa kuingia kanisa na jinsi utakavyoingia hapa ndani, utakavyokaa hapa ndani, tutaweza kuelekezwa ni ushers wetu pamoja na technical team ambayo itatuongoza jinsi ya kuingia na jinsi ya kutoka. Kwa hivyo nasema rasmi tarehe 19 ibada zetu zitakuwa kama kawaida. Tarehe 19, that is Sunday. Na kwa sababu hapa kanisani tuna idadi kubwa ya Wakristo na tumepewa saa moja ya kuongoza ibada, kwa hivyo na sisi hapa tumejitahidi ya kwamba tutakuweko na ibada 4 badala zile zetu 2, zitakuwa ibada 4. Sikilizeni kwa makini hapo ndani. Ibada hizo zitakuwa ni 4, za Kiingereza ni 2 na za Kiswahili ni 2. Ibada ya kwanza ya Kiingereza itaanza saa 2 mpaka saa 3 asubuhi. Kwa hivyo kama wajitayarisha kuja katika ibada ya kwanza ya Kiingereza, basi masaa ni hayo, saa 2 mpaka saa 3 asubuhi. Watu 100. Kanisa hilo ni kubwa, tutaongeza kidogo hapo nje, lakini ikifika hiyo namba, wale ya 100 wale ushers utawaeleza jinsi ya kuzuia, na kwamba ukija hapo ndani kama umechelewa katika ibada hiyo utakuwa na nafasi ya kungoja, kwa sababu utakuwa only 1 hour, halafu itakuja ibada nyingine ya Kiingereza ambayo itaanza saa 3:15 mpaka saa 4:15. Ibada ya pili ya Kiingereza ianza saa 3:15 mpaka saa 4:15. That is, hiyo pia ni saa moja. Tukimaliza hiyo tutakuja ibada ya Kiswahili. Ibada ya Kiswahili inaanza saa 4:30 mpaka saa 5:30. Ibada ya Kiswahili ya kwanza ya Kiswahili inaanza saa 4:30 mpaka saa 5:30. Ibada nyingine ya Kiswahili inaanza saa 6 na mpaka saa 7. Wako tumemaliza hizo ibada zetu. Ibada ile nyingine ya Kiswahili inaanza saa 6 mpaka saa 7. Alafu yake tukitoka hapo ndani kule revival service naweza kuingia hapo ndani tukamaliza, lakini naombi yetu ya kwamba ikifika saa 8 wani hao pia nao wamaliza, tuwe tunatoka na kwenda kwetu nyumbani. Lakini mmenielewa vizuri, masani yatangaza vizuri. Waneni sikiza pale nyumbani, kama wewe unahudhuria ibada ya Kiingereza ziko hizo 2, ujipange utakuja ibada ya saa ngapi. Zote ni za Kiingereza. Ya kwanza saa 2 mpaka saa 3, na ibada nyingine ya Kiingereza saa 3:15 mpaka saa 4:15. Kwa hivyo unakuja ibada ya Kiingereza tujigauge na wakati huo hapo ndani, ili tuweze kuja kuabudu na kwenda, na za Kiswahili kama nilivyofuata pale ndani. Taratibu za kuingia kanisani tafuata mwongozo wa idara ya afya kama tulivyozungumza, na sote tushirikiane tukitekeleza, tukiongozwa ni ushers wetu na technical team yetu. Taratibu ya kuingia kanisani itawekwa kuanzia ile gate yetu pale ndani. Utakuwa kuna vibanko hapo, tuna banko tumeziweka hapo ndani.
mahali ambapo ukiingia utaangaliwa kwanza, utaangaliwa utaosha mkono, utapigwa temperature, na kwa sababu tumeambiwa tuwe na register. Tumeambiwa tuwe na register, kila anayekuja aweze kuandika jina lake na telephone namba yake, na hiyo kufanya urahisi wa jambo hilo na kuomba wewe Mkristo unayekuja katika ibada hapo ndani, unapotoka kwa nyumbani, kwa sababu hautaki kuwa na karani mmoja pale ambaye atakoshika kitabu kimoja, kalamu moja na kuja kuandika pale ndani, itakupotezea wakati. Lakini kutoka kwa nyumbani, andika jina lako na namba yako ya simu, hata karatasi, kufika pale ndani, tumbukiza pale ndani, fanya yale mengine yote ya kuosha mkono, ya kupimwa na nini pale ndani, uelekezo ukiti pale. Ule karani pale achukue ile karatasi, atanakili katika ile register, kwa sababu register mpaka ionekane. Kwa pamoja wapendwa, naeleweka na jambo hilo? Baada ya uje ukae hapo ndani, utafute register, uketi hapo ndani uandike. Nataka kuifanya kuwa rahisi zaidi. Iandike mwenyewe kwa utaratibu na ustaarabu wako vizuri pale ndani, na hasa namba yako ya simu, ili kwamba tuwe pale ndani watumbuiza nafanya shughuli zako hiyo kanisani na kuomba, kuna mtu atakushughulikia pale ndani. Tangazo la 5 ni kwamba HBC's contributions zetu kwa kuendelea kutengeneza repair zetu kama tulivyopatana. Tulikuwa hapa HBC's na tukakubaliana, tulikuwa tarehe 4 tukakubaliana kufanya quotation ya kutengeneza hizi screen zetu, control room na hizi screen zetu pale ndani, kwa sababu tutafungua hizo wings hapo ndani. Watakuwa hapo nje nataka watufuate vizuri, na kwa sababu wakati huu ambao hatuna pesa, tulipokaa pamoja na HBC's tukakubali ya kwamba utaweza kusimamia gharama hiyo, na asante, quotation ilipatikana na niwatumia katika HBC zetu zote, na ile quotation ilikuwa inakuja almost 77,000 ya kuweza kurekebisha hizi. Hata leo mnaona hapa ilikuwa inafanya kazi kidogo. Ni juhudi za hawa wapendwa hawa, ndugu Kelvin na ndugu yangu pale Amos. Ona hayo mawaya wengi hapo ndani wameziweka ili kwamba tukaweze kufanya follow up, lakini kuna hazifanyi. Kuna waya zilizokuwa hapo ndani ziliharibika, kwa hivyo fundi alikuja akafanya quotation yake pale ndani, hizo waya na kila kitu, na pale control room na kusafisha hizo zote, na zilikuja zote kwa jumla ya 77,000, na tukaomba ya kwamba kila HBC iweze kutuletea kanisa 7,500. Hizo zitaweza, tumeweka hizo 7,500 kwa sababu HBC zetu ni 11. Kuweka 7,700 ni 77,000, lakini huenda mpaka tokea jambo lolote ambalo hatukuwa tumeliangalia katika kutengeneza ufundi pale, katika ufundi pale ndani, tukaweka hizo 500 hapo ndani ili kwamba ziweze kutusaidia vitu ambavyo hatukuviona pale ndani. Kwa hivyo naomba tafadhali tukaweze kuwajibika kama HBC leaders, na sisi washirika katika HBC zetu tuone ya kwamba jambo hili tunalitekeleza na kufikia tarehe 30, ili kwamba hii kazi iwe pesa zimekuja na kazi tarehe 31. Tulifika deadline kwamba tarehe 31 mwezi huu kile HBC yake iwe imeweza kuleta hizi pesa na kazi endelee mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hayo ndio matangazo yetu ya leo ambayo nimeyaweka, na nafikiri mmenipata vizuri, na kama hukunipata vizuri kwa pale nyumbani, nipigie tu simu, nitakuelezea vizuri, ama ukija kanisani utaelezewa vizuri. Yote tunataka tarehe 19 to resume our services accordingly, na Bwana aendelee kutubariki. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Charles Mwanyangwa na Yesu ni Bwana. Napenda kukualika mpendwa ungane pamoja nami kwa mahali yako nyumbani, tukaingia katika kipindi cha maombi kwa ajili ya kuombea mahitaji. Tumesikia neno la Mungu, na katika yote 9:10 ni kwamba hatutaweza ila Mungu kututia nguvu. Kwa hivyo tuamini na tuombe ya kwamba Bwana atusaidie kutekeleza hayo yote. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Napenda kukushukuru Bwana kwa ajili ya kuwezesha kuwa mahali hapa siku ya leo, na hata Bwana kuweza kuabudu na kusikia neno lako. Mungu wa majeshi, umesema ya kwamba neno lako unalolituma halitakurudia bure. Nashukuru kwa maana Bwana asubuhi ya leo umenena nasi, umelisikia neno lako Bwana,
Nasi tukiwa mbele zako Bwana, tunakuomba, tunakusihi ya kwamba ukatuwezeshe kutenda na kuenenda sawasawa na neno lako, maana kwa nguvu na uwezo na maarifa yetu hatutaweza Bwana, na ndiposa tunatambua uwezo wako Bwana ndio utakao tuwezesha sisi kuenenda na kutenda sawasawa na neno lako. Asante kwa ajili ya mwanaume yule ambaye yuko mahali pale nyumbani. Asante kwa ajili ya mama yule. Asante kwa ajili ya kijana. Asante kwa ajili ya watoto wale Bwana Mungu wa majeshi. Napenda kuwainua mbele zako ya kwamba Bwana, asubuhi ya leo ukaweze kuwatembelea Mungu wetu, na kila aliye mgonjwa ukaweze kumgusa na kumponya. Kila aliyeishiwa na nguvu, naomba Bwana ukampe nguvu. Kila aliyekosa matumaini, naomba ukaweke tumaini jipya ndani yake. Kila aliye na huzuni, naomba Bwana ukachilie faraja ndani yake. Asante Mungu, kwa maana Bwana utalifuatilia neno lako na utaenda kutimiza yaliyo mapenzi yako. Angalia Bwana na watumishi wetu, napenda kukabidhi mwako mikononi Bwana, wote uliowaita ili ya kwamba kuweze kusimama kutangaza neno lako. Mungu wa majeshi, endelea kuatia nguvu, endelea Bwana kuongoza, ukatembee pamoja nao kama vile ulivyonena na Musa Bwana, ukaweze kutembea pamoja nao. Angalia, tunaomba kwa ajili ya ugonjwa ambao umetikisa dunia. Mungu wa majeshi, kwako hakuna jambo lisilowezekana. Ninaomba ya kwamba Bwana ikupendeze ya kwamba ugonjwa huu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo ukapati kuyeyuka na ukapati kuisha katika nchi hii na hata katika dunia nzima kwa jumla, na sifa na utukufu zitakuwa ni kwako. Endelea Bwana kutembelea nchi yetu na kuachilia amani, na zaidi ya yote Bwana upendo wako ukaendelee kudumu kwetu sote, na zaidi ya yote Bwana tukaendelee kuona kwako katika maisha yetu. Endelea kutubariki, endelea Bwana kutawala, endelea kutuongoza, na ukaendelee kushika mkono, na ukaendelee Bwana kutupigania na kututetea, maana Bwana hakika bila wewe hatutaweza. Tuwezeshe ili ya kwamba Bwana tukaweze kusimama na kutenda yaliyo makusudi yako. Kwa jina la Yesu niomba nikiamini, na sote tuseme amen.